Hujambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Jumamosi tarehe 22 mwezi Agosti ama mwezi wa 8 mwaka 2026. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za jioni ya leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo pamoja na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23, ambalo pia kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho. Sana sana ni kutoka kwenye milima mirefu na mifupi ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga. Kundi ambalo pia linaendelea kushtakiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda la RDF, kulingana na matangazo ambayo yanaendelea kutolewa na serikali kuu ya Kinshasa. Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja tuingie kwa updates zetu za jioni ya leo, tukizianzia bado mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mabaya zaidi. Mapigano makali yaendelea kuripotiwa huku na kule, huku mlio wa marisasi, mabomu na makombora vikiendelea kuongezeka kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Na nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu eneo la Masisi, Kalehe, ndiposa tukuje kuelekea kwenye milima mirefu ya eneo la Fizi, Uvira na Mwenga, pale ambapo sehemu hizi zote mambo yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Baada ya mapigano makali sana ambayo yaliweza kuripotiwa hivi karibuni kuanza tarehe 12 mwezi huu wa Agosti katika eneo la Kalehe. Kalehe ni eneo ambalo linapatikana mkoa wa Kivu Kusini, kwenye mpaka wa eneo la Masisi, lakini pia nafikiria na eneo la Walikale. Wale ambao wanafahamu sehemu hizo wanaweza kutusaidia kama inapakana na Walikale pamoja na eneo la Kabare, nafikiria sijui kama inapakana pia na eneo hili la Walikale, lakini bado zote ni sehemu ambazo zinakaribiana. Baada ya mapigano hayo makali, ndugu mtazamaji na msikilizaji, kundi hili la wapiganaji wa M23 waliweza kusonga mbele, wakakamata sehemu za muhimu sana ambazo zilikuwa mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, ikiwemo sehemu ambayo imejulikana kama Kivoka. Sasa hivi tunazungumza, siku ya leo hakuna mapigano yoyote ambayo yameripotiwa katika eneo hili la Kalehe, lakini ukielekea akse Kivoka, kundi hilo wapiganaji wa M23 wamekamata Kivoka na wakasonga mbele kidogo sana, ukielekea sehemu ambayo imejulikana kama Ramba. Hapo ndipo waliweza kuishia baada ya mapigano makali ya wiki moja na nusu ama wiki mbili karibu. Na baada ya hapo, ndugu mtazamaji na msikilizaji, operesheni hizi ziliweza kuendelea hadi eneo la Masisi, pale ambapo hapo juzi na jana waliweza kuingia kwenye sehemu ya muhimu sana tena zaidi ambayo imejulikana kama Lemeka. Ni sehemu ambapo kulikuwa na ngome kubwa sana za wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Baada ya wapiganaji hawa kwa upande wa serikali kushambulia ngome nyingi za M23, waliweza kukamata baadhi ya vijiji ambavyo vilikuwa mikononi mwa kundi hili. Lakini kundi hili liliweza kutumia nguvu nyingi sana. Waliweza kupata msaada mkubwa ambao wanajeshi wengi waliweza kutoka mjini Bukavu na sehemu zingine tofauti. Walipoelekea huko waliweza kupata nguvu za kuwarudisha nyuma na kuendelea kudhibiti sehemu hizi ambazo zilikuwa mikononi mwa upande wa serikali ya Kongo. Sasa hapo jana waliweza kuingia katikati mwa centre ama mwa center ya Lemeka, na waliweza kukamata centre yote na wakasonga mbele. Sasa hivi tunazungumza wamefika sehemu ambayo imejulikana kama Biriko. Sehemu ambayo imejulikana kama Biriko ndipo walipo kwa sasa.
Na habari ambazo zimetufikia sasa hivi ni kuwa kundi hili la wapiganaji wa M23 wameanza kuelekeza vifaa vingi zile kubwa kubwa wakielekea kwenye santre hii ya Lemeka. Jambo ambalo linaonyeshana kuwa bado operesheni zinaendelea kupangwa na zitakuwa operesheni kubwa sana tena mbaya zaidi. Hapo ni baada ya kundi hilo wapiganaji wa M23 kuamua na kusema hatutakubali mambo haya kuendelea kufanyika. Ni lazima tuwafikishe mbali sana, wavuke eneo lote la Masisi waingie katika eneo la Walikale, na waweze kutoka katika eneo lote la Kalehe wavuke kabisa waingize Walikale ama Walikale. Lakini habari ambayo tumezipata ni kuwa watu kutoka kabila ambalo limejulikana kama Banyanga, watu kutoka kabila la Banyanga katika eneo hili la Walikale wameweza kukata daraja ambayo ilikuwa inasaidia wazalendo na jeshi la Kongo kuvuka wakielekea Walikale, wakati ambapo wanatoka upande nafikiria wa Kalehe na sehemu zingine tofauti. Kuna mto mkubwa ambapo wanafaa kutumia daraja hilo. Baada ya kuona kuwa vita vimeanza kuelekea sehemu yao, walisema hatutaki kuona wazalendo na jeshi la Kongo wakituletea vita hapa. Hatutaki vita. Waliweza kukata daraja hilo, wakasema kuwa wabaki huko, kama ni vita wapiganie huko, kama ni kumalizana malizanie huko, lakini sisi tunataka amani. Tunapoendelea na habari zetu ni mtazamaji na msikilizaji, mambo iko hivyo. Kundi hili la wapiganaji wa M23 wameamua kuongeza nguvu nyingi sana kwenye operesheni hii, wakidai kuwa hatutaki mashambulizi ya hapa karibu na karibu, wazalendo wakiendelea kutusumbua, wakiendelea kuleta mashambulizi ndogo ndogo na kubwa. Tunataka wafike mbali kabisa pale ambapo hawatakaribia hizi sehemu zote. Hapo ni baada ya kuona strategy mpya ambazo serikali ya Kongo ilikuwa inazitumia. Walikuwa wanatuma drone angani mbali sana, inajaribu kupiga picha zote na video za pale ambapo kundi hili la wapiganaji wa M23 walipo. Alafu wakileta mashambulizi wanalenga kabisa pale ambapo wanajua jinsi watapigana. Ndio kisa na maana walikuwa hata wameshaweza kundi hili la wapiganaji wa M23 na kuwarudisha nyuma kwa sehemu nyingi tofauti. Sasa wamesema ni lazima sasa tuwapeleke mbali pale ambapo hawataendelea kutusumbua tena. Hiyo ndio mpango ambayo kundi hili la wapiganaji wa M23 wameuchukua. Sasa silaha kubwa zinaelekea katika eneo ambalo wamelikamata, centre ya Lemeka. Maybe kesho ama Monday ama lundi, mashambulizi mengine makali yataweza kuibuka. Tunapoelekea kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, mambo pia yaendelea kuchafuka na kuwa mbaya zaidi. Des violents affrontements à l'arme lourde et légère sont signalés. C'était hier, le vendredi, dans plusieurs localités du territoire de Fizi. Selon des sources locales concordantes sur place, les combats ont été signalés principalement dans les hauteurs d'Abwale, précisément dans la zone de Mbukuma. D'après les informations recueillies sur terrain, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues tout au long de la matinée et les affrontements se poursuivent. Sur la ligne de front, les éléments de milice d'autodéfense locale, communément appelés Wazalendo, ainsi que d'autres combattants alliés de la région d'Engulube, sont en première ligne pour contenir la progression des rebelles Twirwaneho bar M23 ARC dans les hauts plateaux de Fizi, au sud Kivu, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Selon ces mêmes témoignages, une offensive coordonnée aurait été lancée sur 3 axes stratégiques de la région. 1. L'axe Lusuku. 2. L'axe Abwale. 3. L'axe Angalu. La situation sécuritaire dans le haut et moyen plateau de Fizi reste extrêmement volatile. Pour l'heure, aucun bilan officiel concernant l'éventuelle perte de vies humaines
ou dégâts matériels n'a été communiqué par les autorités administrative ou militaire provinciale. Ni mtazamaji na msikilizaji, huyu anajaribu kuzungumzia ile mashambulizi makali ambayo imefanyika hapo jana, pale ambapo jeshi la Kongo na wazalendo walikuwa wanataka kuelekea sehemu ambayo imejulikana kama Point Zero kupitia msitu wa Mukoko, kupitia Nyaruhinga na sehemu zingine tofauti. Walijaribu lakini hawakufaulu, walikuwa wamepitia njia za vichorochoro, lakini baada ya mashambulizi hayo makali hawakufaulu kudeloger ama kurudisha nyuma wapiganaji wengine ambao wanapigana kwa upande wa M23 na Twirwaneho. Inasemekana kuwa siku ya leo hakuna mapigano yoyote ambayo yameripotiwa akse hii, lakini kumesikika mlio wa marisasi wa silaha kubwa na ndogo sehemu za Rugezi. Kumbuka kuwa hapo jana operesheni imefanyika axe Point Zero pamoja na axe ya Rugezi. Sasa siku ya leo inasemekana kuwa kumesikika tena silaha kubwa na ndogo pa Rugezi, lakini haijajulikana exactly ni wapi ambapo mashambulizi hayo yaliweza kufanyika katika axe hii ya Rugezi, lakini kumesikika mlio huo wa marisasi, lakini haikuwa operesheni kubwa sana. Hapo ni baada ya MONUSCO kuwasili mjini Minembwe. Kwa muda wa dakika kidogo tu walifika kwenye uwanja wa ndege kupitia helikopta yao, wakakaa kidogo alafu waliweza kurudi sema ambapo walikuwa wametoka, na inasemekana kuwa wanakwenda kurudi sasa ili kuanzisha kazi ambayo wanafaa kuianza, hata kama watu wengi wanaendelea kujiswali mambo mengi wakidai ya kuwa kazi yao haitasaidia chochote. Hakuna chochote ambacho itaweza kusaidia wakati ambapo wanapatikana Goma, sijui Bukavu na sehemu zingine tofauti. Bado mashambulizi yanaendelea kuripotiwa sehemu nyingi tofauti na hakuna kitu chochote ambacho wanakifanya. Na vita hivi viliweza kuanza wakiwa sehemu nyingi tofauti, mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na hakuna chochote wamesaidia ili vita hivi visiendelee. Yaani kazi yao ni kukuja tu sijui kibiashara ama wakiwa na malengo mengine. Hii ambayo imejulikana kama mekanisme de verification ama mekanisme ya uchunguzi kuhusu wale ambao wataharibu usitishwaji mapigano ama cessez-le-feu haitasaidia chochote, sababu watu hawa hawatakuwa wakielekea pale ambapo operesheni zinafanyika ili waweze kujua ni nani aliweza kushambulia ama sio nani. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, mambo haya yote yanajiri wakati ambapo kwa siasa bado kunaendelea kuwa na mchanganyiko wa mambo mengi ama confusion, huku mmoja akisema dialogue inclusif ama dialogue intercongolais ya wakongomani wote, lakini inaonekana kuwa ni mambo ambayo yanaendelea kusemwa na kutangazwa, lakini hakuna mpango wote kamili ambao unapangwa. Lakini na watu wengi wanaendelea kusema kuwa dialogue zote ama mazungumzo yote hayataweza kusaidia kwa jambo lolote iwapo jeshi la Kongo halina uwezo wa kupigana. Ni wapigane waweze kushinda, ama wakishindwa wakubali wale wamewashinda waweze kuongoza. Lakini mazungumzo sidhani yataleta suluhisho kulingana na wataalamu wengi jinsi wanaendelea kutangaza kupitia vyanzo vingi tofauti. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, siku ya leo hakuna mapigano yote ambayo yameripotiwa Masisi, Kalehe, Kabare, eneo la Fizi, Uvira na Mwenga, lakini bado maandalizi yanaendelea kwa pande zote mbili. Wiki ijayo itakuwa ni wiki ya mashambulizi na mapigano makali sana, na hiyo maneno na waambia muandike mahali, itakuwa ni wiki ya mapigano na mashambulizi makali kwa pande zote mbili.